Bana mtazamaji wa Mtaani TV, mambo vipi? Na ni matumaini yangu kwamba uko poa. Cha kwanza hakikisha umesubscribe YouTube channel yetu ya Mtaani TV. Lakini taarifa ambayo imetoka muda huu ni kuhusiana na mchezo wa Simba dhidi ya Al Hilal Omdurman kutoka pale nchini Sudan. Mchezo umetamatika kwa Simba kushinda goli 2-1. Magoli ya Jean Charles Ahoua akiweka kambani, lakini pia Jonathan Sowa akiingia kambani kwenye kipindi cha pili. Nipo na Shabel Daniel. Bana, Pantev Dimitar ni kama ameanza na upepo mzuri baada ya kupata ushindi kwenye mechi ya kwanza ya kirafiki. Ya, nafikiri ni jambo jema kwake na jambo zuri kuanza na mguu mzuri kwenye mechi yake ya kwanza ya mashindano, lakini huu ni just a friendly game, ni mchezo tu wa kirafiki na ni mechi ambayo nafikiri inawezekana imempa mwanga mwalimu wa wapi pa kuanzia, kwa sababu sidhani kama ana siku zaidi ya 2 kwenye uwanja wa mazoezi. Kwa nafikiri kwa walimu wapi wengi, nafikiri mechi kama hizi ni mechi za kuangalia wachezaji wake kwenye kikosi cha kwanza, kuwapa pia nafasi zile ambao hawajapata nafasi, lakini pia kuendelea kutengeneza momentum na rhythm ya timu, kwa sababu unafahamu kwamba Simba wana wiki 2 hizi watakuwa mapumziko, hawana mechi yoyote kabla hajaenda kucheza na Nsingizini Hotspurs ya Eswatini kwenye mechi ile ya mtoano wa Champions League. Kwa hiyo ni kuwapa wachezaji momentum, kuwatengenezea rhythm na kuendelea kuwafanya wachezaji waendelee kuwa sharp na ku maintain fitness yao isije kupotea kwenye michezo ambayo inafuatia migumu hivi karibuni. Kwa hiyo ni mwanzo mzuri kwake na naamini baada ya mchezo wa leo kwa siku ambazo zinafuatia kuendelea mbele anaweza kama amepata kitu cha kuanza nacho kwenye uwanja wa mazoezi kupitia hichi ambacho amekiona leo dhidi ya Al Hilal. Kwenye mchezo wa kwanza ni kama kocha sasa atakuwa anatafuta kupata first 11 yake ndani ya kikosi cha Simba. Yes, na mimi kwa namna ambavyo nimekitazama kikosi cha kwanza kilichoanza, ameanza na wachezaji wale ambao ni regular starters mara nyingi. Kaanza Shomari Kapombe alianza, amepewa nafasi kina Rushaine De Rock, nyuma huko alikuwepo huyu Chamu Karabwa, alikuwepo pia Jean Charles Ahoua ameanza, wakina huyu Joshua Mutale alipata nafasi dakika nyingi tu za kucheza. Kwa hiyo kuna wachezaji wengi wapya wamepata nafasi, wachezaji wengi wale ambao wamekuwa kizoleka kuanza wamepata nafasi nyingi, dakika nyingi za kucheza. Lakini pia kuna wachezaji pia mwalimu aliwatazama kipindi cha pili, mtu kama Ladak Chasambe ambaye amekuwa acheze mara kwa mara amepata nafasi ya kucheza, na wachezaji wengi wakina Duchu wamepata nafasi ya kuonyesha viwango vyao. Kwa hiyo ni mwalimu ameshapata mwanga wapi pa kuanzia na kuangalia pia level ya wachezaji wake, yani kimaanisha viwango vya wachezaji wake vipo katika kiwango kipi kwa kuanzia kwenda mbele. Baada ya mechi leo kumalizika, labda kesho atakaporudi kwenye kiwanja cha mazoezi atakuwa ameshapata ABCD, ni wapi pa kuanzia, kipi cha kufanyia kazi, kipi cha kuboresha, penye madhaifu, penye strength pa kuongezea nguvu. Nafikiri ni kitu ambacho mwalimu atakuwa anaanza nacho kwenye mazoezi ya kesho kama watarejea mazoezini. Inawezekana ikawa ni mechi ambayo, kwa sababu watu wengi wanaamini kwamba anapokuja kocha mpya wachezaji huwa wanaonyesha performance yao kwa kujitoa kwa kiasi kikubwa, yawezekana ikampa tabu mwalimu Dimitar Pantev kupata kikosi cha kwanza. Yes, inaweza ikampa tabu kwa sababu ya uwezo wa wachezaji wengi kwenye squad ya Simba, na ni kitu ambacho walimu wengi wanakitaka. Yani ni tatizo ambalo mwalimu kwenye timu kubwa hizi huwa wanapenda kukutana nalo, kwa sababu kuwa na machaguo mengi ya wachezaji wengi wazuri, mwalimu anaumiza kichwa, ni upi aanze, ni upi wa kumwelewesha anzie nje. Lakini pia kama unavyofahamu, anapokuja kocha mpya kuna kitu wanaitaga new manager bounce, yani anapokuja mwalimu mpya ni mwanzo mpya, unajua, yani ni mwanzo mpya kwenye klabu, kwenye mbinu, kwenye maelekezo ya kiufundi, lakini pia ni mwanzo mpya kwa kila mchezaji kwenye squad ya Simba kutaka kuonyesha kile alichonacho ili aweze kupata nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Kwa hiyo wachezaji unakuta huwa wanakuwa na shauku kubwa sana ku perform
muda mwingine beyond uwezo wao wa kiuhalisia ili kumimpress mwalimu na kuweza kujipatia nafasi ya kuingia kwenye kikosi cha kwanza. Kwa hiyo utofauti wa hichi ambacho wachezaji wa Simba wamekionyesha leo hii kwenye mchezo dhidi ya Al Hilal utakuja kuonekana kwenye michezo ambayo pia inafuatia mbeleni. Je, ni nani keep up ile consistency kucheza kwa mwendelezo wa kiwango kizuri katika mechi mfululizo zinazofuatia, au ni mchezaji upi amepata tu ile new manager bounce akacheza kwenye vizuri kwenye mchezo wa leo dhidi ya Al Hilal kumimpress mwalimu, alafu baada ya siku 2-3 kwenye viwanja vya mazoezi akadrop ile level ya kutaka kuendelea kucheza katika kiwango kizuri, ama kwenye mechi ambazo zinafuatia akaaminiwa lakini akadrop zile standard na level ambayo ameionyesha labda kwenye mchezo dhidi ya leo dhidi ya Al Hilal. Kwa hiyo ni jambo la wachezaji wenyewe kama kweli unaitaka nafasi ya kikosi cha kwanza cha Simba, kile ambacho umemuonyesha mwalimu leo hii kwenye mchezo wa kwanza kizuri, keep up, kiendeleze katika mwendelezo mzuri kwenye mazoezi, kuanzia kwenye viwanja vya mazoezi lakini pia kwenye mechi ambazo zinafuatia. Lakini hata kama umeshindwa kumimpress mwalimu kwenye mchezo wa leo, bado una nafasi kurudi kwenye uwanja wa mazoezi ukawa train hard, ukafanya ukaongeza bidii kwenye mazoezi, ukatengeneza pia ushawishi kwa mwalimu kukuamini na kukupa nafasi katika michezo ambayo inafuatia. Jean Charles Ahoua, mmoja wa wachezaji ambao msimu uliopita alikuwa na performance bora, lakini msimu huu ni kama bado anajaribu kuonyesha kwamba na uwezo wa kuanza kwenye kikosi cha kwanza, na mtu ambaye anajaribu kuja kuchukua nafasi yangu basi azungumze kwa namba zaidi ndani ya kikosi cha Simba. Ni kweli, lakini muda mwingine football ni zaidi ya namba ambazo tunazitazama kwa hawa wachezaji wa mbele. Yes, naweza kusema kwamba maforward ama watu wa mbele wanajajiwa kwa namba zao, magoli wanaofunga, assist ambazo wanasaidia wengine kupata kufunga, ama nafasi ambazo wanazitengeneza ambazo zinatengeneza pia magoli katika timu. Kwa hiyo unahitaji kuwa na hizo namba, lakini pia lazima ujel ama utengeneze muunganiko na wachezaji wenzako, lakini pia usikilize kile ambacho mwalimu anakitaka kutoka kwako. Na nazungumza zile roles na majukumu ambayo unapewa na mwalimu uweze kuyatekeleza, ama unayatekeleza vipi katika uwanja wa mazoezi ama kwenye mchezo. Nafikiri ni kitu pekee ambacho kinaweza kaendelea kumfanya endelee kuaminiwa dhidi ya mwalimu. Kama ataendelea kutekeleza, yes, na hiyo quality ya kudecide game kwa magoli yake na assist, lakini pia anatakiwa boreshe pia na yeye namna ambavyo anacheza na wenzake, apunguze ubinafsi, pa kusaidia mwingine aweze kufunga, fanya hivyo. Panapotegea kufunga na kuamua games, funga, kuwa serious. Ni vitu ambavyo vinaweza vikaendelea kumfanya endelee kuaminiwa kwenye kikosi cha kwanza. Lakini kitu kingine cha msingi zaidi ambacho ni katika principles za kocha Dimitar Pantev ni uwezo ambao mchezaji unaonyesha timu inapokuwa haina mpira. Unajitoa vipi, kwa sababu mpira wa kisasa mchezaji ni mzuri ukiwa na mpira, lakini ni mzuri vile vile timu inapokuwa haina mpira. Yani kila ambacho unakionyesha ukiwa na mpira mguuni kinapaswa kuwa iko na kile ambacho unakionyesha pindi timu inapopoteza mpira, yani inapokuwa hauna mpira mguuni. Unapokuwa na mpira wa mguuni, saidia timu, tengeneza nafasi, funga, assist, vitu kama hivyo. Lakini timu unapopoteza mpira ama timu inapokuwa inautafuta mpira, tumia energy yako, tumia nguvu yako kupress ama kucounter press ili mpira uweze kurejea close down space, ili mpira uweze kurejea kwenye himaya ya timu yako. Usionyeshe uvivu, usionyeshe uzembe wote ama kutegea. Ni kitu ambacho pia akiboresha hicho kwenye game yake anaweza akacheza na kupata nafasi chini ya mwalimu Dimitar Pantev. Lakini tu akionyesha quality akiwa na mpira mguuni without bila kutoa hiyo sacrifice, pindi timu inapokuwa haina mpira, ukawa lazy, unatembea tu uwanjani, unajog, sidhani kama anaweza kupata nafasi nyingi chini ya mwalimu Dimitar Pantev, ambaye anasisitiza sana uimara wa timu pindi unapokuwa na mpira, uwe uimara ule pindi timu inapokuwa haina mpira. Tumwangalie Jonathan Soa ambaye amefunga goli la pili leo kwenye mchezo wa kirafiki. Inanikumbusha ile Simba ambayo ilikuwa ina Medi Kagere, ilikuwa ina Kope Shimba Mugalu, ilikuwa ina John Raphael Boko. Simba ya msimu huu na yenyewe kama iko hivyo, kila mtu ambaye anapata nafasi pale mbele anaweka wavuni. Tumemwona Selemani Mwalimu kwenye mechi za mechi za ligi, Jonathan Soa pia, lakini pia leo kwenye mchezo wa kirafiki ameingia
kambani. Hii iko vipi, lakini inatuma message gani kwa washambuliaji wengine ndani ya Simba? Hii inaonyesha kwamba wachezaji ambao wanacheza katika eneo la ushambuliaji la Simba, hasa ma strikers, wapo katika level nzuri ya kuisaidia timu msimu huu, tofauti na misimu mingine ambayo hii minne iliyopita ambayo ilikuwa ni ya ukame na quality kuwa ndogo kwenye eneo la ushambuliaji. Lakini Soa tunafahamu kile ambacho amesha kifanya kwenye ligi yetu, kwenye timu ambazo ametoka. Huyu ni proven goal scorer, ni mtu ambaye amesha prove kwamba ana uwezo wa kufunga magoli. Selemani Mwalimu, yes, miaka miwili ya hivi karibuni ameprove hilo mpaka akapata move ya kwenda Wydad. Unamzungumzia Dese Mukwala, amefunga magoli zaidi ya magoli 14 kwenye mashindano yote msimu uliopita akiwa na Simba. Ni mchezaji pia mwenye uwezo mkubwa sana wa kufunga, na hawa wana battle lao. Hawa pia wanashindana kuipata nafasi moja kuanza kwenye kikosi cha kwanza cha Simba. Ndio maana unaweza kuona Mukwala ameshafunga goli, alifunga kwenye mechi ile ya Gor Mahia. Unamwona Mwalimu kapata nafasi kwenye ligi mechi ya juzi dhidi ya nani hawa amecheza na Simba na Mungo, kafunga goli zuri. Jonathan Soa mechi ya kwanza dhidi ya Fountain Gate alifunga goli. Kwa hiyo unaona ile level ya ushindani kwamba kila striker ambaye anaaminiwa kuanza kikosi cha kwanza, basi kuna kitu ambacho anataka kukifanya, na hicho ni kitu kizuri kwa Simba, lakini kitu kizuri pia kwa Mwalimu kwa sababu anatengeneza ile njaa. Hakuna mtu mwenye uhakika wa kuanza pale mbele. Kwa hiyo uhakika wa kuanza kwa mchezaji yote ambaye anacheza kwenye eneo la striker, nafasi moja tu ile ya mbele, itategemea na kile ambacho unakifanya kwa dakika na muda ambao Mwalimu amekuamini kukitumikia timu uwanjani. Bwana, hakikisha umesubscribe channel YouTube yetu ya Mtani TV ili uwe wa kwanza kupata taarifa kabambe za michezo.